unaingia period mara 2 kwa mwezi, hilo sio tatizo. Tatizo ni kwamba haufahamu namna nzuri ya kuweza kuhesabu mzunguko wako na kufahamu siku za hatari ni lini. Hakikisha unasikiliza video hii mpaka mwisho ili uweze kujifunza na kufahamu namna nzuri ya kuweza kuhesabu mzunguko wako ni wa siku ngapi. Kwanza kabisa, unatakiwa kufahamu mizunguko ya wanawake imetofautiana. Kuna wanawake wana mzunguko mfupi na kuna wengine wana mzunguko mrefu. Kama unavyoona chati yetu hapo juu, tumeweza kuelezea mzunguko wa siku 28. Ili uweze kuhesabu mzunguko, unatakiwa kuanza hivi. Mzunguko ni kuanzia siku ya kwanza unaanza kupata period mpaka siku nyingine unayokuja kupata period nyingine. Kwa mfano, umeanza period tarehe 1 ukaja kupata period nyingine tarehe 28, tunasema kwamba huyu mtu atakuwa ana mzunguko wa siku 28. Kwa mfano, mzunguko mfupi huu hapa tunauona hapa juu. Umeanza kupata period tarehe 1 ukaja kupata tena period tarehe 21. Huyo tunasema ana mzunguko mfupi, ambaye huyu mtu anaweza akaingia period kwa mwezi mara 2, na hilo sio tatizo. Tatizo ni kwamba unatakiwa kuweza kufahamu una mzunguko wa siku ngapi ili uweze kujua siku zako za hatari ni lini. Sasa turudi kwenye chati yetu ya mzunguko wa siku 28. Siku 28 kama tulivyoelezea namna kuhesabu mzunguko ili kuweza kuzijua siku za hatari, tutachukua 28 kutoa na 14, tutapata 14. Tukipata 14, hiyo ndo siku sahihi ya wewe kuweza kukamata ujauzito, ambayo kwa 100% ukishiriki tendo la ndoa unaweza ukakamata ujauzito. Lakini kwa sababu kitaalamu mbegu ya mwanaume inaweza ikadumu kwenye mfumo wa uzazi au kwenye kizazi kwa ndani ya siku 3 mpaka 5, tunarudisha na 3. Kwa hiyo tutachukua 14 kutoa na 3, tutapata 11. Kwa hiyo utaanza kuanzia siku umeanza kupata period, utahesabu 1 mpaka siku ya 11, ndo siku sahihi ambayo siku zako za hatari zinaanza. Kwa hiyo mbegu ya mwanaume itadumu na ndipo ambapo utaanza kukamata ujauzito. Hivyo hivyo kwa mzunguko wa siku 30. Kwa mzunguko wa siku 30 na yenyewe utachukua 30 utatoa na 14, utapata 16, ambayo 16 utatoa na 3 utapata 13. Kwa hiyo kuanzia siku ya kwanza unapata period mpaka siku ya 3 ndio siku ambayo siku yako ya hatari inaanza. Hiyo siku za hatari ambazo zinaanza na ile siku ambayo ni sahihi ambayo umetoa na 14, uwaga tunasogeza siku 3 mbele na tunarudisha siku 3 nyuma. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza ukahesabu mzunguko wako. Ikiwa kama hujaelewa kabisa namna gani ya kuweza kuhesabu mzunguko, hakikisha unaandika hapo kwenye comment, nitajibu. Lakini pia unaweza ukatupigia kupitia namba unazoziona hapo kwenye skrini. Pia hakikisha una follow page hii na kulike video hii ili uweze kupata video zingine. Pia unaweza ukamtagi rafiki yako ili aweze kujifunza na kufahamu vitu vingi, namna ya kuweza kujua afya yake kwa usahihi kabisa. Asante sana.